Mwanamichezo tudunde viwanjani kujuzana masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri inayoendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Shukrani za dhati ziende kwake Philipina Ndwata ambaye ametujuza matukio mbalimbali ya kitaifa pamoja na kimataifa. Na sasa mwanamichezo, karibu tuwe pamoja. Moja kwa moja nikitua visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuwekeza katika sekta ya michezo kwa kujenga viwanja vya kisasa, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi, kuongeza fursa ya ajira na kuboresha afya ya wananchi. Zaidi na Juma Abdurrahman. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa kauli hiyo tarehe 18 Juni alipokutana na wajumbe wa kamati ya michezo ya majeshi Tanzania BAMATA walipotembelea Ikulu kwa lengo la kujitambulisha. Dr. Mwinyi amepongeza BAMATA kwa kuendeleza mashindano kila mwaka ya majeshi na kuomba mashindano ya mwaka huu yafanyike Zanzibar kutokana na uwepo wa miundombinu bora ya michezo. Tunapeleka viwanja katika kila wilaya, kila mkoa. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tutakuwa tumesambaza viwanja kila pahali vyenye standard ambazo ni za kimataifa. Kwa hiyo serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika eneo hili la michezo, tukitambua kwamba sasa hivi michezo ni afya, michezo ni ajira. Kwa upande wake mwenyekiti wa BAMATA Brigadier Generali Saidi Khamis amepongeza jitihada za serikali ya Zanzibar katika kuboresha miundombinu ya michezo, akisema hatua hiyo itawezesha mashindano ya mwaka huu kufanyika kwa mafanikio makubwa. Ameeleza kuwa kamati hiyo imeridhia ombi la Rais Dr. Mwinyi la kuandaa mashindano hayo visiwani, jambo litakalosaidia kuonyesha ushirikiano imara kati ya SMZ na vyombo vya ulinzi na usalama. Umekaa katika hivi vyombo vya ulinzi miaka mingi, lakini bado ni mdau mkubwa wa michezo. Mfano dhahiri ni namna ambavyo umekuwa ukiboresha viwanja vya michezo Zanzibar mpaka kufikia kuwa mwenyeji wa ili kombe la CHAN. Namna ambavyo viwanja vimeboreshwa, namna unavyojitoa kwenye michezo inatupa faraja sisi kama Baraza la Michezo la Majeshi. Na mheshimiwa, baraza letu hili ndio platform pekee ambayo imekuwa ikitoa wanamichezo wengi sana wanaoliwakilisha taifa. Kwa hiyo tunavyoona maendeleo ya viwanja, tunajua kabisa uko sambamba na sisi katika kuliweka sawa swala la michezo. Mashindano ya majeshi yanayoshirikisha kanda 8 ikiwemo SMZ yanatarajiwa kuanza rasmi tarehe 14 ya mwezi Agosti mwaka huu 2025 visiwani Zanzibar. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel. Kunako mchezo wa netiboli, imeelezwa kuwa uwepo wa timu nyingi za taasisi binafsi na serikali kumechangia kwa kiasi kikubwa chachu ya maendeleo ya mchezo wa netiboli hapa nchini. Taarifa hii kwa mara nyingine tena na Juma Abdurrahman. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa chama cha mchezo wa netiboli nchini Chaneta, Dr. Devota Marwa, wakati wa mazungumzo maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema uwepo wa timu za taasisi kunarahisisha utendaji wao wa kazi kama chama na wanathamini mchango wao. Kwa kweli timu za taasisi naweza kusema zinabeba mchezo wetu wa netiboli. Ni timu ambazo ziko committed, yani zinakuwa zinawajibika na zinajituma kwa sababu wanakuwa wanachukulia ni kama sehemu ya kazi zao. Kwa maana hiyo nakuta kwamba mtu anapokuwa anachezea timu ya taasisi, nikatolea labda ni timu ya jeshi au ni timu ya halmashauri au ni timu ya kampuni binafsi, kwa hiyo yule mtu anakuwa na compensate ule muda, au wale wachezaji au ile timu inatumia ule muda ambao ingetumika katika uzalishaji kwenda kucheza. Kwa hiyo inahakikisha kwamba inafanya kile inachotakiwa kufanya. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba zile zinatusaidia sana mchezo kwenda mbele au netiboli kusonga mbele, kwa kuwa tunakuwa na watu ambao wanajua wanachokifanya, wana malengo. Na kama ilivyo kawaida,
kwenye kila jambo zuri huwa kuna changamoto, na hapa Dr. Devota anaeleza changamoto za kuwa na timu nyingi za taasisi. Changamoto inayokuja ni pale wakati mashindano yanafanyika, alafu ukakuta kuna wajibu fulani ambao yule mfanyakazi anatakiwa kuutimiza ofisini kwake. Nikatolea mfano, unaweza kute kama ni wakati ule wa uchaguzi, alafu wanaohusika pale walikuwa labda, nichukulie uchaguzi wao kutukuta wakati huo ni TAMISEMI ndio inahusika na ndio wenye uchaguzi ule. Kwa hiyo unakuta kwamba inapofika wakati ule mtumishi anatakiwa afanye kazi za ofisini, kuna kurekodi, kuna kufanya nini. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kumpata wakati wa mashindano kama yale. Au wakati huo akaingia mashindano kama timu za jeshi, mashindano ya majeshi na mashindano ya chama. Kwa hiyo yule mtu hawezi kujigawanya. Kwa hiyo inabidi hapo chama tuanze kusuasua, tuanze kubadilisha ratiba, tuanze. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zinaweza kutatulika, lakini zinatatulika iwapo tangu mapema ratiba zetu tunakuwa tumezipanga vizuri. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kunako mpira wa kikapu, ligi ya mpira wa kikapu kwa mkoa wa Dar es Salaam upande wa wanaume na wanawake umesimamishwa kwa muda kupisha mashindano ya Taifa Cup ambayo yataanza kutimua vumbi rasmi kuanzia Juni 24 jijini Dodoma. Zaidi na golikipa wa kisasa Eden Bahati. Akizungumza na Channel 10 michezo, makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam, Malale Maswanye, amesema ligi yao itarejea tarehe 10 ya mwezi Julai baada ya kukamilika kwa mashindano ya Taifa Cup. Tuko katika raundi ya 8 ambapo upande wa wanaume tuko raundi ya 8, inamaanisha kwamba timu nyingi zimecheza mechi 8. Timu ambazo hazijafikisha mechi 8 weekend hii watacheza ili kuweza kufikia hiyo idadi ya mechi kwa upande wa wanawake na wanaume. Baada ya mechi za weekend hii, hatua inayofuata tutachukua break kutokana na mashindano ya Taifa Cup. Mashindano ya Taifa Cup ni mashindano ambayo yanahusisha wachezaji wa basketball wa kila mkoa. Kwa sisi Dar es Salaam tuna timu ya wanaume na wanawake ambao zitashiriki. Mashindano yanaanza tarehe 24 mwezi wa 6 mpaka tarehe 4 Julai. Kwa hiyo ligi yetu ita resume kuanzia tarehe 10 Julai. Katika hatua nyingine, Maswanya amezungumzia uwepo wa ushindani kwenye ligi hiyo ambapo amesema unachangizwa na uwepo wa udhamini. Ushindani mkubwa sana wa ligi sana kwamba Betpower imeweka hela nyingi sana, mchezaji timu itashinda kila mchezaji apata shilingi 8750 na wanajua bingwa atapata milioni 10. Kwa hiyo ushindani mkubwa sana, ila timu ambazo zimeonyesha tofauti na wenzao wao wako level tofauti. Kwa upande wa wanaume na kusema Dar City ambao wamecheza mechi 8 na wameshinda mechi zote, na ilifuatiwa na ABC ambao wamecheza mechi 7 wameshinda mechi zote. Kwa upande wa wanawake timu ambazo ziko extraordinary ni Tosloyo pamoja na Stars ambao wao wamecheza mechi 7 hawajafungwa hata mechi moja. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Asante Eden Bahati kwa taarifa hiyo. Milioni 130 imetolewa na benki ya CRDB kwa ajili ya vifaa vya michezo na zawadi kwa ajili ya fainali ya CRDB Bunge Bonanza itakalofanyika Juni 6 mwaka huu jijini Dodoma. Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatujuza. Akikabidhi vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation amesema vifaa hivyo ni kwa ajili ya zaidi ya michezo 10 ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa nyavu na wavu. Takabidhi jezi kwa timu za mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa wavu na pia mpira wa kikapu pamoja na vifaa vya michezo mingine yote. Vifaa vyote na zawadi kwa washindi kwa ajili ya michezo yote 11 ambayo mheshimiwa amezunguzia kwa undani zaidi ni zaidi ya shilingi milioni 130. Kwa upande wa mwenyekiti wa Bunge Bonanza ambaye pia ni mbunge wa Makete Festo Sanga, amesema bonanza la mwaka huu linatarajiwa kuwa kubwa huku likihamasisha uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Lakini bonanza la mwaka huu ni kubwa zaidi kwa sababu ni bonanza ambalo tunaenda kufunga shughuli za bunge za miaka 5 kwa bunge letu na wabunge walioko sasa. Na tuliona ni vema tukaandaa tukio hili ambalo litafanyika tarehe 21, siku 6 kabla ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuvunja bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tuliona ni vema tukaandaa tukio hili ambalo litafanyika tarehe 21, siku 6 kabla ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuvunja bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliona ni vema wabunge pamoja na watumishi waweze kukaa na
kushirikiana kwenye michezo, lakini pia na baadaye kuwa na mchapalo ili kutengeneza umoja wetu ambao tumekuwa tukitengeneza siku zote, lakini pia kuagana kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu. Tunategemea kutumia bonanza hili la tarehe 21 kuhamasisha pia wananchi wa Tanzania kushiriki uchaguzi wa taifa letu ambao unategemea kufanyika mwezi wa 10. CRDB Bunge Bonanza linasindikizwa na kauli mbiu ya shiriki uchaguzi mkuu kwa maendeleo ya taifa letu. Huku mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutoka Dodoma, Leonard Mwasha, Channel 10. Naam, taarifa hiyo inaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni katika medani za michezo kimataifa. Moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu Salum Pelembo. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tutaangazia mwendelezo wa michuano ya dunia ya vilabu inayofanyika nchini Marekani. Usiku wa kuamkia leo kulishuhudiwa mechi kadhaa za ushindani mkubwa na matokeo ya kusisimua. Katika mchezo wa kundi F, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilianza kwa kishindo na kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ulsan Hyundai ya Korea Kusini. Bao hilo pekee lilifungwa na Ikram Reyners dakika 36, japokuwa mechi hiyo ilichelewa kuanza kwa dakika kadhaa kutokana na changamoto ya hali ya hewa. Katika mechi nyingine ya kundi hilo, Borussia Dortmund ya Ujerumani ilitoka sare tasa bila kufungana dhidi ya Fluminense ya Brazil katika mchezo uliogubikwa na mvua kubwa. Huku kundi C, River Plate ya Argentina iliibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Urawa Red Diamonds ya Japan, na goli la kufutia machozi la klabu ya Urawa lilipatikana kwa njia ya mkwaju wa penalty. Michuano hiyo itaendelea tena usiku wa leo kwa michezo miwili kupigwa. Majira ya saa 1 kamili, vijana wa Pep Guardiola Manchester City watakipiga dhidi ya Wydad Casablanca ya Morocco katika dimba la Lincoln Financial Field mjini Philadelphia, wakati Real Madrid watavaana na Al Hilal ya Saudi Arabia katika uwanja wa Hard Rock mjini Miami. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Asante Salum Pelembo kwa taarifa hiyo, na sasa ni katika upande wa burudani. Burudani moja kwa moja na tuwa visiwani Zanzibar, ambapo katika chakula cha usiku kilichoandaliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia ZIPA kwa wawekezaji visiwani humo ilipambwa na burudani ya taarabu ya asili kupitia kikundi cha Rahatu Zamani kilichopo kisiwani Unguja, na hii ni sehemu tu ya burudani hiyo ambayo wameweza kuitumbuiza. Na hivyo mambo ya mwambao hao, taarabu asilia kutoka visiwani Zanzibar, kundi hilo la Rahatu Zamani likitoa burudani na kujuza yale wanakwambia ya asili ni kale, au ya kale ni dhahabu, ya kale bado yana thamani. Naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii moja kwa moja inatoka huko nchini Peru. Japokuwa inabamba, lakini kwa namna moja ama nyingine si jambo la kufurahisha. Tazama watu hawa wakikimbia kanisani baada ya tetemeko la ardhi kupitia huko nchini Peru, ambapo waumini hao wa kanisa walikuwa katikati ya ibada hiyo na ardhi ikaanza kutikisika. Wakazi wa Lima nchini Peru hawakusubiri hadi mchungaji aseme amina ama awaambie wafanye hili wala lile, wakashuhudia tu kila mmoja akienda huku na kule, na hawakutaka kusubiri. Kamera zilionyesha watu wakiwa katika tetemeko hilo, waumini waliokuwa wakihudhuria misa hiyo katika kanisa kuu la jiji hilo wakitoka mbio. Tetemeko hilo limesababisha kifo cha mtu mmoja na maporomoko ya ardhi, lakini swali bado linakuja kwako wewe mtazamaji wetu. Kama ungekuwa wewe, je,
ungechukua hatua gani? Ungesubiri padre ama mchungaji ama shehe aweze kusema jamani tusubiri, ama nawe ungetoka nduki kama waumini hao ambavyo walimwacha mchungaji wao kanisani nao wakajiokoa nafsi zako? Tuandikie ujumbe wako mfupi katika ukurasa wetu wa YouTube channel, tunajulikana kama Channel 10 Plus. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, nikurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.